Nitumie fursa hii kuzungumzia tukio kubwa la kitaifa lililoko mbele yetu. Sote tunatambua kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Rai yangu kwa wananchi wote, twende tukapige kura kuchagua viongozi wanaofaa, wasiotokana na vitendo vya rushwa. Tukumbuke kuwa kura yako ina thamani na kuna kiasi chochote cha fedha au kitu kinachoweza kulingana na thamani yako. Msiuze utu kwa vishawishi vya wagombea wasio waadilifu. Na mkumbuke kuwa kiongozi bora asiyetokana na vitendo vya rushwa ndio kiongozi atakayeshirikiana nanyi katika kuleta maendeleo. Tumewapatia elimu ya madhara ya rushwa katika uchaguzi katika makundi mbalimbali ya Pangara. Hivyo ni matumaini yangu kuwa mlituelewa vyema na mtaitumia elimu hiyo kuwafichua wale wote watakaojihusisha na vitendo vya rushwa. TAKUKURU imejiwekea mkakati wa kudumu na endelevu wa kutenga bajeti kujenga ofisi zake kila mwaka, kwa kuzingatia kuwa TAKUKURU ina ofisi 145 katika mikoa 28 ya kitakukuru, ndani ya wilaya 111 na vituo maalum 6. Kwa ujumla wake, kati ya ofisi hizo 145, majengo ya mikoa yanayomilikiwa na TAKUKURU ni 70 na yapo katika mikoa 23, wilaya 46 na kituo maalum 1. Majengo yatakayojengwa katika mwaka wa fedha wa 2025-2026 ni 11 katika mkoa mmoja na wilaya 10, na ofisi ambazo bado hazijafikiwa ni 64. Hizo ziko katika mikoa 4, wilaya 55 na vituo maalum 5. Hivyo kwa takwimu hizi tunaweza kusema kuwa Ngara ni moja ya wilaya zenye bahati kuwemo katika awamu hii. Wageni waalikwa, kwa idadi hii mtakubaliana nami kuwa serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwa TAKUKURU, jambo ambalo linadhihirisha dhamira ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, TAKUKURU ilitengewa kiasi cha shilingi bilioni 8 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na miradi maalum. Kati ya fedha hizo, kiasi cha shilingi milioni 327,754,140 bila senti kilitengwa kutumika kwa ajili ya ujenzi wa jengo la TAKUKURU wilaya ya Ngara, yani hapa tulipo. Mradi ulitekelezwa katika barabara ya Murugwanza, kiwanja namba 75, Kitalu A, katika halmashauri ya wilaya ya Ngara, mkoa wa Kagera, yani hapa tulipo leo. Bajeti ya mradi huu ilikuwa ni shilingi milioni 327,754,140 bila senti. Hadi kukamilika kwa kazi zote kwa mujibu wa mkataba na mawanda ya mradi, kiasi cha shilingi milioni 347,024,140 zilikuwa zimetumika, ambapo ni ongezeko la shilingi milioni 19,200,070, ikiwa ni 5.88% ya bajeti ya mradi. Kwa naomba wananchi wa Ngara tulitumie kikamilifu jengo hili kwa kuleta taarifa za vitendo vya rushwa, ubadhirifu wa fedha za umma na mambo yote yanayokiuka maadili na sheria za nchi yetu, ili yaweze kuchukuliwa hatua. Ofisi ya TAKUKURU ya wilaya Ngara ilianzishwa mwaka 2002, na katika kipindi chote hicho hatukuwa na jengo la ofisi, tulikuwa tukipanga katika majengo mbalimbali ya watu binafsi. Lakini mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025, ofisi ilihamia kwenye jengo hili la ofisi baada ya kujengwa na kukamilika. Tunashukuru sana kwa hatua hiyo. Ndugu mgeni rasmi, changamoto ya kuwa na ofisi katika jengo la kupanga ni kushindwa kuweka miundombinu ya mawasiliano, ikiwa ni pamoja na kulazimika kufanya ukarabati wa mara kwa mara ya majengo hayo. Vile vile, kutokana na aina ya kazi za TAKUKURU, ofisi ikiwa katika makazi yanayopakana na wananchi wanakosa uhuru wa kutufikia na kupata huduma ya TAKUKURU iliyokusudiwa. Sina budi kuwashukuru wale wote ambao tumeshirikiana katika kutekeleza jambo hili. Nikianza na fundi wetu mkuu, ndugu mkurugenzi. Fundi mkuu ni fundi
Ni fundi, tunajua tunatumia force account, lakini kama mnavyoona wenyewe kwa ushahidi wetu amenyoosha, si ndio jamani? Amenyoosha. Lakini vile vile niwashukuru wazabuni wetu ambao wametusaidia kwa hali na mali. Muda mwingine hatuna keshi hapa, au tunakuwa na mambo mengine au vifaa vipatikani hapa, lakini wameweza kutuchukulia sehemu nyingine. Naelewa jiografia yetu ya Ngara, material nyingi sana tulikuwa tunazitoa mbali, lakini wadau wetu ambao tulikuwa tumewapa kazi wametusaidia kwa kuleta bidhaa hizo ambazo tulikuwa tunazihitaji kwa wakati.